Sasa leo nitakufichulia aina 5 za utapeli wa Bitcoin na crypto unaongoza Afrika na duniani kiujumla. Nitakuelezea jinsi unavyofanyika na jinsi gani unaweza kujilinda ili usipoteze crypto zako zote. Lakini pia mwisho kabisa wa hii video nitakuelezea kwamba endapo itatokea kama umetapeliwa, je, utaweza kufanya nini ili uweze kurejesha crypto zako ambazo zimetapeliwa au kuibiwa. Sasa mtu yoyote yule anaweza kutapeliwa, hata uwe mzoefu au mjanja kiasi gani. Lakini tu nikutoe hofu na kukwambia kwamba una bahati kubwa sana leo hii ya kukutana na hii video. Maana utaepuka makosa mengi ambayo watu wengi sana wanayafanya na inawakosti kinoma. Na lengo la hii video sio kupromote utapeli wa aina yoyote ile. Na pia huu sio ushauri wa kifedha wala ushauri wa uwekezaji. Kwa hiyo kabla hujawekeza pesa yako yoyote ile, hakikisha unajiridhisha na unafanya uchunguzi wako wewe mwenyewe. Lengo la hii video ni kukupa elimu tu kuhusiana na masuala ya Bitcoin na masuala ya crypto kutokana na uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 8 kwenye masoko ya kifedha, hasa kwenye crypto markets. Hii video ni part 1, lakini pia kutakuwa na part 2 as well, maana kuna aina nyingi sana za utapeli wa crypto ambazo siwezi kuzikava zote kwenye video moja. Kwa hiyo like hii video kama una enjoy mafunzo kama haya, na kisha subscribe ili usipitwe na part 2 pindi tu nitakapoitoa. Kwanza kabisa, kabla ya kuingia kwenye main topic ya video ya leo, tuanze na kanuni 10 za usalama kwenye crypto. Hizi ni golden rules na ni muhimu sana kuzijua, maana zitahakikisha kwamba unakuwa safe muda mwingi. Kanuni ya kwanza ni kwamba seed phrase yako ni siri ya maisha. Usije ukaituma kwa mtu yoyote yule wala kuruhusu mtu yoyote yule aione. Na pia kamwe usije ukahifadhi kwenye simu yako, either kwa kuiscreenshot au kuiandika kwenye simu yako. Njia bora ni kuiandika kwa mkono kwenye karatasi na kuhifadhi sehemu ambayo wewe mwenyewe umejihakikishia kwamba ni salama na hamna mtu yoyote anaweza kuiona. Kanuni ya pili ni kutumia two factor authentication, kwa mfano ile ya Google Authenticator, na usitumie authentication ya SMS peke yake. Najua watu wengi sana wamezoea kutumia two factor authentication ya messages, lakini fuatilia video mpaka mwisho utafahamu kwa nini haitakiwi utumie two factor authentication ya messages. Kanuni ya tatu ni kuhakiki kila link yoyote ile kabla hujaitumia. Angalia spellings na domain name vizuri. Lakini pia usibonyeze link yoyote ile unayotumiwa kwa njia ya messages au DM ambayo hujaiomba, maana most probably hiyo ni phishing link ya utapeli. Kanuni ya 4 ni kufanya testing. Hii ni kama unatuma crypto kwenda kwenye address mpya ambao hujawahi kutuma before. Test muamala kwa kutuma kiasi kidogo kwanza. Ukishajiridhisha then unaweza ukatuma muamala wote ule ambao umekusudia kuutuma. Hii itakusaidia kuepuka hasara kubwa endapo tu utakuwa umekosea hata herufi moja kwenye ile address. Kanuni ya 5 ni kutumia hard wallet au self custody ambayo ni salama. Hardware wallet ni kama hii hapa. Unaiona hii hapa inaitwa Trezor na ni salama sana kwa sababu assets zako zote za crypto zinakuwa offline. Kwa hiyo ni ngumu mtu kuweza kukuhack. Kanuni ya 6 ni kwamba kamwe usikubali kuahidiwa mapato ambayo ni ya uhakika au guaranteed returns. Kwa hiyo ukiona mtu yeyote anajaribu kukushawishi kwamba nitumie Bitcoin yako 1 kisha baada ya mwezi nitakutumia Bitcoin 2, jua huo ni utapeli na kimbia sana. Kanuni ya 7 ni kukagua mradi wowote ule wa crypto kupitia hizi explorers kabla hujashiriki kwenye huo mradi. Unaweza tumia explorer kama Etherscan kwa zile crypto ambazo zipo kwenye Ethereum, lakini pia unaweza tumia BSC scan kwa zile cryptos ambazo zipo under Binance Smart Chain. Na halikadhalika kuna explorer zingine nyingi sana kama zipo ambazo zipo kwenye Solana, zipo ambazo zipo kwenye Tron na kadhalika. Hii ni muhimu maana itakusaidia kufahamu vitu vingi sana kuhusiana na hiyo crypto, kama imeanzishwa lini, supply yake ipo vipi, idadi ya watu ambao mpaka sasa hivi wanashiriki kwenye hiyo token. Lakini pia unaweza ukaona jinsi gani inavyotumwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Kanuni ya 8 ni usikimbizwe na FOMO, yani kufanya maamuzi ya haraka. Kitaalamu hii FOMO inaitwa fear of missing out. Yani usije kununua crypto yoyote kwa sababu tu ya uoga kwamba utakosa mapato makubwa mbeleni kwa sababu labda umeona ile crypto inapanda kwa kasi, au kisa tu una rafiki au mtu wako karibu amekwambia bwana nimenunua crypto na nimepata faida. Kanuni ya 9 ni kuweka rekodi ya kila muamala ambao unakuwa unaufanya. Na mwisho kabisa, kanuni ya 10 ni kuhakikisha kwamba unajifunza kila wiki au kila siku, kwa maana kadri unavyohangaika kujilinda basi pia nao scammers wanakuja na mbinu mpya kila siku. Na kwa urahisi wa kujifunza basi unaweza kufanya hivyo kwa kusubscribe kwenye hii channel, kwa maana natoa mafunzo kama haya
kila wiki, lakini pia nakuwa natoa security updates every now and then. Sasa tuingie kwenye hatua ya pili ambayo ulikuwa unaisubiri kwa shauku na ndio lengo kuu la hii video. Hapa nitakuelezea aina 5 za utapeli wa Bitcoin na crypto, jinsi unavyofanyika, ishara zake kwamba huwa unakuaje, na pia nitakuelezea jinsi gani unaweza kujikinga. Aina ya kwanza ya utapeli wa crypto unaitwa Ponzi au HYIP. Maana yake High Yield Investment Programs. Sasa Ponzi ni nini? Ponzi ni mpango ambao unakuahidi faida kubwa sana za haraka na ambazo hazina risk hata kidogo. Kwa lugha rahisi ya Kiswahili, hii unaweza kuiita upatu. Na mara nyingi kwenye Ponzi ni kwamba watu wa kwanza kujiunga huwa wanalipwa na watu ambao watajiunga baadaye. Na ishara kubwa ya Ponzi ni kwamba huwa unaahidiwa malipo au faida ambazo zipo guaranteed, na pia inabidi utafute watu wengine wa kuunganisha kwenye huo mchongo ili upate mapato zaidi. Na michongo kama hii mara nyingi unakuta huwa haina bidhaa wala haina huduma yoyote ile ambayo ina value ambao wanakuwa wanaitoa, ila tu ni lazima utoe pesa kwanza ili ujiunge. Lakini pia utakuta ikifika muda ambao sasa wewe unataka kutoa zile pesa zako, yani hapo vipengele sasa vinaanza kuwa vingi au tu visababu vingi ili tu usiweze kutoa pesa zako. Yani jamaa kama hawa wanakuwa na visingizio yani vingi, yani hata zaidi ya vile vya makolo baada ya kupigwa mechi 6 mfululizo. Jinsi ya kujikinga ni kwamba kamwe usije ukakubali guaranteed profits, sana sana kwenye sekta ya crypto. Kwa maana crypto hainaga uhakika wa aina hiyo. Kuna kuaga na kupata, lakini pia kuna kuaga na kukosa. Lakini pia kabla hujawekeza kwenye crypto project aina yoyote ile, hakikisha unatafuta white paper na unajiridhisha wewe mwenyewe. Aina ya pili ya utapeli wa crypto ni fake giveaways kwa impersonation. Na hii ni maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Twitter, Instagram, Facebook au Telegram. Hii jinsi inafanyika ni kwamba unaweza kukutana na account maarufu ambayo inajifanya either kama ni Elon Musk au account inayojifanya kwamba ni exchange maarufu kama vile Binance. Au pia unaweza kukutana na mtu hapo kwenye comment section ambaye anatumia jina kama langu akijifanya ni mimi na kuanza kuomba watu pesa. Na watu kama hawa mara nyingi ofa zao utakuta anakuambia kwamba nitumie Bitcoin 1 nizalishe na labda baada ya mwezi mmoja nitakutumia Bitcoin 2. Au kuna hii nyingine mpya ambayo sasa hivi ni maarufu sana kwenye comment section kwamba unakuta mtu kaandika pale ile seed phrase yake kwamba nina seed phrase hapa ina $1000 lakini siwezi kuzitoa. Kwa hiyo anakuja kwako kukuomba umsaidie kuzitoa. Na unakuta ni kweli kwamba ukiingia kwenye hiyo wallet unakuta kabisa $1000 labda za Ethereum zipo pale na zinasoma, lakini sasa unakuwa uwezi kuzitoa labda mpaka uongeze some fee, let's say $20 ili uweze kufanya umamala kuzihamisha kwenda kwenye wallet nyingine. Sasa ukijiloga tu kuweka $20 ya gharama, unakuta $20 inapotea instantly na hiyo $1000 unakuwa tena uweze kuitoa. Kwa hiyo kamwe usije kuadaika hata kidogo, maana hivyo sivyo Bitcoin au crypto inafanya kazi. Ishara kubwa ya kutambua utapeli kama huu ni kwamba unaweza ukaona kwenye handle au jina la ile account kwamba kuna herufi zimeongezwa au kuna herufi zimepungua. Kwa mfano, unaweza ukaona labda handle inaitwa Binance, lakini kwenye ile Binance ameweka N2 wakati Binance yenyewe legit na ya ukweli ni Binance ambayo ina N1. Kwa hiyo kikawaida usipoangalia kwa makini unaweza ukafikiri labda umetumiwa message na Binance wenyewe. Jinsi ya kujikinga na utapeli wa aina hii ni kwa kufuata sheria namba 1 kabisa ya crypto ambayo inasema if you must send first then it's a scam. Kwa lugha rahisi ni kwamba ukikutana na mtu yoyote yule ambaye haumfahamu in person na akataka umtumie crypto zako, basi kwa 100% hiyo ni utapeli. Lakini pia hakikisha kwamba unaangalia verification ya account yoyote ile ambayo unadeal nayo, na tembelea kurasa rasmi ya mtu au kampuni ambayo unataka kudeal nayo, na sio kutembelea kampuni yoyote kupitia labda link ambayo unaweza kukuta umetumiwa kwenye DM au umetumia WhatsApp au umetumiwa kupitia Telegram. Aina ya 3 ya utapeli wa crypto ambao unaweza kukufanya upoteze crypto zako zote ni kupitia phishing links na websites. Kwa lugha rahisi, phishing links ni tovuti maalum ambazo ziko pale kwa ajili tu ya kufanya udukuzi. Jinsi hii ilivyo ni kwamba utakuta unatumiwa link ambayo inaonekana ni halali kabisa, lakini utakuta hiyo link ni tovuti fake ambayo imewekwa pale kwa lengo moja tu la kuchukua passwords na seed phrases za watu. Kwa hiyo ukijichanganya tu kuingiza seed phrase kwenye phishing links kama hizi, basi tambua kwamba muda si mrefu utakuta kila kitu ambacho kipo kwenye account yako au kipo kwenye wallet yako kimepotea na kimevanish. Jinsi ya kuzitambua phishing links ni kwamba inabidi uwe makini, maana mara nyingi phishing links utakuta kwenye ile domain kwamba kuna maneno ambayo hayapo sawa, yani yamekosewa either kidogo au sana, lakini ni vigumu sana kuangalia
kama una haraka unabonyeza tu. Kwa mfano unaweza kufikiri labda unaingia kwenye website ya Binance, lakini ukiangalia kwa makini unakuta hiyo Binance labda baada ya Binance BI yenye i moja unakuta hiyo Binance ina i mbili, na ukiingia tu kwenye hiyo link unakuta inakutaka labda uandike seed phrases zako. Ndugu yangu, utakapoweka tu seed phrase zako, kila kitu ambacho kipo kwenye account yako kinapotea, yani umalike. Jinsi ya kujikinga na hii ni kwamba hakikisha unazibookmark zile tovuti ambazo huwa unazitembelea mara kwa mara, either ni exchanges au ni wallets, zisave kwenye bookmarks zako ili uwe unaingia kupitia zile bookmarks na sio kwa kutype moja kwa moja, kwa sababu unaweza ukakosea au unaweza ukatype link ambayo ni phishing link kwa sababu tu umekosea labda spelling moja tu. Pili, unaweza kutumia password managers, lakini pia unaweza kutumia two factor authentication kama nilivyoongea mwanzoni. Na tatu, jiepushe na kujaza hizi forms au kubonyeza links ambazo unatumiwa kwenye DMs, unatumiwa kwenye WhatsApp bila kuziomba. Aina ya 4 ya utapeli wa crypto ni kupitia wallets ambazo ni fake au browser extensions ambazo pia ni fake. Yes, kuna applications nyingi sana na extension nyingi sana ambazo kazi yake ni kuiba tu seed phrases za watu. Kwa mfano, unaweza kufikiri kwamba umeingia kwenye App Store au Play Store na umedownload let's say application ya blockchain yenyewe, lakini kumbe umedownload blockchain ambayo ni fake. Na ukisha download hiyo application fake, ukifungua tu kaingiza seed phrases zako, basi tambua kwamba kila kitu ambacho kipo kwenye hiyo wallet yako kinafyekwa hapo hapo. Ishara kubwa ya kuzitambua hizo apps fake ni kwamba utakuta labda umeingia kwenye Play Store, unakutana labda na wallet ya MetaMask, lakini ukiangalia unaweza kukuta kwamba haina reviews zozote, lakini pia unaweza kukuta kwamba developer wake ambaye kaiweka hiyo wallet hajulikani na sio developer wa MetaMask. Jinsi ya kujikinga na utapeli wa aina hii ni kwamba hakikisha kwamba unavyo download wallet, basi kwanza nenda kwenye tovuti rasmi ya hiyo wallet, kisha bonyeza link pale. Kuna na links pale kama unataka kudownload wallet ya App Store au una download wallet ya Play Store, unaweka link pale ambapo ukiklik hiyo link inakudirect moja kwa moja kwenye App Store, then unaweza ukadownload application yako au wallet yako kwa usalama zaidi. Na 2, lazima uhakikishe publisher wa hiyo app au hiyo wallet either kwenye Play Store au kwenye App Store, hakikisha kwamba publisher ni mwenyewe ambaye umeintend kwenda kudownload. Na pia nenda review section mwa hiyo wallet, hakikisha unasoma reviews na unajiridhisha kwamba ni wallet ambayo ni original na sio fake. Lakini pia 3, hakikisha kwamba una wallet nyingine ndogo ambayo huwa unaweka kiasi kidogo kwa ajili tu ya kutest mitambo, ili kwa mfano ikitokea let's say umebadilisha simu na unataka kudownload wallet mpya, so instead ya kuweka ile wallet yako ambayo ina crypto zako nyingi, unaanza na hii wallet ndogo ambayo ina crypto kidogo kwa ajili ya testing. Unaingiza kwanza hiyo wallet, then unaiacha kwa muda let's say wa siku moja, siku mbili, siku tatu, ili uone nini kitachotokea. Then baadaye sasa ukishajiridhisha kwamba hiyo wallet ni yenyewe na ni original, then unaweza sasa ukatumia seed phrase yako ile ya main wallet, unaweza uka login mule na ukaweza sasa kuzi access crypto zako ambazo unazo. Aina ya 5 ya utapeli wa crypto ni kupitia rug pulls. Aina hii sana sana huwa inafanyika kupitia meme coins, kupitia shit coins au kupitia hizi DeFi tokens. Jinsi hii inafanyika ni kwamba wahuni wanaunda token yao kisha wanaihype sana kupitia matangazo ya uongo au kupitia ahadi za uongo kabisa, ili watu wengi wajae na wainunue hiyo token. Na baada ya hapo sasa, watu wakishanunua, bei ya hiyo token ikipanda, basi wale walioanzisha hiyo token wanatoa liquidity yao yote, na unakuta bei ya hiyo crypto ina crash moja kwa moja, na sometimes inaweza ka crash mpaka ikaenda zero. Then unajikuta sasa wewe ambaye ulikuwa huna idea yoyote umebakiwa na hizo tokens ambazo zina worth zero, yani hazina thamani yoyote. Sasa sometime unakuta wauni kama hawa wanakuwa much smarter. Kwa hiyo kuliko kutoa liquidity yote kwa mara moja, wanaanza kutoa ile liquidity polepole, yani from time to time, polepole wanatoa. Kwa unakuta sasa bei ya ile token badala ya kucrash mara moja kwenda zero, inakuwa ina crash mdogo mdogo mpaka inafika zero, kwa sababu during the way let's say in a month wanakuwa wanatoa liquidity mdogo mdogo ili tu msishtukie kama mmetapeliwa kwa mara moja. Kwenye crypto, liquidity kwa lugha rahisi ni kama mtaji ambao ili uanzishe crypto token yoyote lazima uweke huo mtaji
kama kianzio, na huo mtaji wako, yani hiyo liquidity ambayo umeiweka, huwa inaongezeka thamani kadri bei ya ile token inavyopanda na kadri watu wanavyozidi kununua hiyo token. Na ishara ya kuzitambua hizi shitcoins ambazo zina rug pull ni kwamba, moja, zote utaona kwamba liquidity yake haipo locked. Kwa hiyo mwanzilishi wa hiyo token anaweza akatoa ile liquidity yake kwa muda wowote ule, maana haipo locked, na akitoa tu utabakiwa wewe umehold ya token ambayo haina thamani yoyote, labda ina worth 0. Na pili, shitcoin kama hizi unakuta hata ukicheck website yake unakuta labda ile team ya founders ambao wana work on that project haijulikani kabisa, na pia unaweza kukuta kwamba hiyo token yenyewe haijawa audited na mtu yoyote yule. Lakini pia tatu, shitcoins kama hizi ambazo zinakuwa zina rug pull unakuta zinakuwa zina mipango mingi sana, lakini zinakuwa hazina mpango wowote ule kwamba watatekeleza vipi hizo ahadi au mipango ambayo wameahidi hao watu. Sasa jinsi ya kujikinga na hizi rug pulls ni kwamba, kwanza lazima uhakikishe kwamba token yoyote au project yoyote ile, kabla hujajihusisha nayo, angalia pale kwenye liquidity. Je, hiyo liquidity ipo locked au haipo locked? Pili, angalia kwamba je, hiyo project ambayo unataka kujihusisha nayo ipo audited, na ni vizuri kwamba ikiwa audited na mkaguzi ambayo yupo huru. Na tatu ni dhibiti hisia zako. Usije ukanunua token yoyote ile kwa sababu ya hisia au kwa sababu tu ya uoga kwamba utakosa faida kubwa ambazo zinakuja mbeleni. Sasa ikitokea umetapeliwa au tu unahisi kwamba upo hatiani kutapeliwa, ni nini ambacho unatakiwa kufanya? Kwanza, hakikisha kwamba unahamisha crypto zako zote kwenda kwenye seed phrase mpya na kwenda kwenye wallet mpya endapo tu utahisi kwamba umekuwa hacked, umekuwa phished au umedukuliwa. Pili, hakikisha unawasiliana na exchange ambao unatumia, kwamba endapo labda unatumia wallet ambayo ipo chini ya exchange, mara nyingi hizi exchange huwa wanaweza kukusaidia kurejesha crypto zako kama tu ukiwahi kwa contact mapema. Tatu, toa taarifa kwamba umetapeliwa kwenye communities mbalimbali ili tu na wao pia wajikinge wasije kutapeliwa kama ulivyotapeliwa wewe. 4, hakikisha unahifadhi record zako zote kama ikitokea umetapeliwa. Yani hakikisha unahifadhi zile screenshot, hakikisha unahifadhi zile TX transactions na muda ambao umetapeliwa, kwa maana hivi vyote vinaweza kuja kukusaidia baadaye ukiamua kufanya uchunguzi. Na 5, jifunze somo. Tafuta kosa, angalia ulikosea wapi na ujirekebishe ili usije kurudia kosa kama hilo tena. Kama unahitaji part 2 ya hii video, basi comment hapo chini neno part 2. Zikifika comments 100 nitaachia part 2 ya hii video. Pia usisahau kulike na kusubscribe. See you on the next video.